Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Na wakati huu tunaitazama BRICS ambapo Urusi imependekeza kuanzishwa kwa kituo cha diplomasia ya chakula katika BRICS. Mpango wa BRICS ni kuona ulimwengu unakuwa na usawa, ulimwengu ambao watu wote wataishi kwa furaha na amani. BRICS imetazama baadhi ya changamoto za ulimwengu ni ukosefu wa chakula katika baadhi ya maeneo ulimwenguni. Hata hivyo, mataifa ya Afrika yametajwa miongoni mwa mataifa ambayo yanakosa chakula kwa wakati fulani, na hata baadhi ya mataifa katika Asia. Na hivyo Urusi imependekeza kuanzishwa kwa kituo maalum cha kidiplomasia cha chakula ili kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na usalama wa chakula miongoni mwa nchi wanachama wa kundi la BRICS na kusaidia mataifa ambayo yapo katika hali mbaya ya umasikini. Dmitry Bulatov, mkuu wa muungano wa taifa wa Russia na wauzaji wa nje wa bidhaa za chakula, amesema katika mahojiano na televisheni ya BRICS kuwa pendekezo la kuanzisha kituo cha diplomasia cha chakula kimetolewa ndani ya mfumo wa kamati ya kitaifa ya utafiti ya BRICS ili kuratibu utekelezaji wa maamuzi yanayohusiana na kupanua utayarishaji wa bidhaa za chakula kati ya wanachama wa kundi hilo. Bulatov amesema kituo cha Russia cha diplomasia ya chakula kinaweza kuwa na nafasi chanya katika kuhakikisha biashara ya kimataifa inakuwa endelevu. Hata hivyo, mpango wa BRICS ni kuyashika masoko yote ulimwenguni. Urusi inahitaji kuona kwamba BRICS ambayo lazima iwe na wanachama wengi yakiwemo mataifa kutoka Afrika inapaswa kutengeneza njia ya kuhakikisha watu hawafinjia ulimwenguni. Urusi imetazama mojawapo ya changamoto ambazo zinaukumba ulimwengu kwa sasa ni upande wa chakula, na hivyo ikiwa mataifa ya BRICS yatakubaliana kuanzisha kituo cha kidiplomasia cha chakula na kuhakikisha kunakuwa na eneo maalum kwa ajili ya uzaji wa chakula na uhifadhi wa chakula, basi dunia haitakuwa na njaa tena. Upo ulazima wa wataalamu wa nchi za BRICS kutayarisha hati ya kimataifa ya maadili katika masoko ya chakula ili kutumika kama mfumo wa pamoja wa nchi zinazofanya biashara ya kimataifa ya chakula, amesema Dmitry Bulatov, mkuu wa muungano wa taifa wa Russia wa wauzaji wa bidhaa za chakula. Bulatov pia amesisitiza kuhusu nafasi kuu ya Urusi katika kudhamini usalama wa chakula duniani na kusema nchi hiyo ni ya kwanza duniani katika mauzo ya ngano na ni miongoni mwa nchi wasambazaji wakubwa wa nafaka duniani. Mataifa mengi ya Afrika, Asia na kwingineko ulimwenguni, hata wakati Urusi ikiwa katika mapambano dhidi ya Ukraine, Urusi ilihakikisha inasambaza vyakula vya kutosha, ikiwa ni pamoja na ngano pamoja na mafuta na bidhaa zingine za kutoka shamba. Urusi kwa namna moja ama nyingine katika kipindi hiki inaonekana kama taifa ambalo limetengeneza mazingira ya kidiplomasia kwa mataifa mengi ulimwenguni. Licha ya kwamba mataifa magharibi yalitengeneza njia ya kuchukiwa kwa Urusi, lakini Urusi imekuwa ni taifa pendwa kwa baadhi ya mataifa hasa Afrika, na ndio maana imepata wafuasi wengi na hata kuondolewa kwa baadhi ya mataifa ambayo yalikuwa yakishirikiana na mataifa ya magharibi. Mfano ni huko katika ukanda wa Sahel ambapo nchi za Sahel zimemuondoa mkoloni wa zamani wa mataifa hayo Ufaransa na hatimaye kuikaribisha Urusi kutokana na sera zake za nyakati hizi, hasa ambapo wanahitaji kuwa na muunganiko na mataifa mengi ulimwenguni ikiwa ni pamoja na Afrika. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.